ni siku ya tarehe 26 mwezi wa 4. Leo ni kilele cha siku ambayo miaka 61 iliyopita nchi zetu mbili ziliungana na kuwa nchi moja. Miaka 60 kabla ya uhuru wa Tanganyika na kabla ya mapinduzi ya Zanzibar, nchi zetu zilikuwa zinatawaliwa sana zote mbili. Na kwa kweli ukiwa kijana na kama ukupata nafasi ya kujua hali ilivyokuwa, ukidambiwa hali haijabadilika kabisa, ukikubali, basi wewe sio mtafiti mzuri. Hali ilikuwa ngumu kweli. Haya tunayosema mambo ya elimu haya kuwepo, mambo ya afya yalikuwa hoi. Tulikuwa na wahandisi wawili, na Waingereza wale walitumwa na Umoja wa Mataifa watuandae kujitawala, na maandalizi yote ni wahandisi wangapi? Wawili. Maandalizi ya miaka 75 ya Wajerumani na Waingereza. Hiyo ndio hali ilivyokuwa. Madaktari, wakati tunajitawala alikuwa mmoja Mwafrika. Hiyo ndio ilikuwa hali halisi. Muijue nchi yenu, msipoijua mtadanganywa sana. Hali ilikuwa hivyo hivyo Zanzibar, hali ilivyokuwa hivyo hivyo Tanganyika. Na hizi nchi zilikuwa moja, ndugu zangu, hakuna cha Zanzibar wala Tanganyika. Watu walioko Zanzibar na walioko kuni wale wale. Ukienda kule Zanzibar kila kabila ya bara ipo. Hata ukitafuta Warangi utawakuta Zanzibar. Utawakuta tu, wapo. Zanzibar ilipopata msukosuko wa kupoteza, maana walidhulumiwa sana Wazanzibari. Walikuwa wanapewa majimbo machache watu wengi, na watu wengi wachache wanapewa majimbo mengi. Hata ukipiga kura wachache ndio wanashinda. Katika mazingira ya msukosuko huo, na kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam kwa ndege dakika 15, ndege ya kiraia, ndege ya kijeshi sekondi ngapi? 2. Yaani kiruka tu imeshafika Dar es Salaam, kwa ukaribu uliopo kati ya Zanzibar na Dar es Salaam. Kwa hiyo kuwa na nchi mbili kama hazielewani, matatizo ya usalama yalikuwa makubwa sana. Kwa hiyo moja katika sababu zilizofanya tukaungana ni kuweka nguvu ya pamoja kwa ajili ya kuweka amani, ambayo ndio msingi wa maendeleo yote mnayoyaona. Sasa wanasema mliungana kwa nini? Tuliungana kwa sababu tulikuwa tunajiandaa kuweka nchi moja yenye amani kwa ajili ya maendeleo ya kizazi cha wakati ule na kizazi cha sasa na vizazi vinavyokuja. Vinginevyo isingeliwezekana. Tungekuwa tunahangaika na majeshi na kuweka silaha za kuangusha ndege za adui zinazoruka kutoka Zanzibar au zinaruka kutoka Tanganyika kushambulia Zanzibar. Kwa tusingeweza kuendelea. Haya mnayoyaona huku yasingekuwepo, maana tungekuwa tunatumia pesa nyingi kwa ajili ya ulinzi. Maana kupanga ni kuchagua, na hiyo sababu imeweka msingi wa amani kwa miaka 60 yote. Na nenda Google katika dunia ya Afrika, utafute nchi inayofanana na Tanzania kwa amani na utulivu na kwa umoja. Hakuna. Haipo. Waacha umoja wa nchi mbili, hata umoja wa Tanzania tu hapa ndani wa Tanganyika. Sisi tuliondoa ukabila, tukaondoa udini katika nchi yetu.